Mfahamu mwanasiasa mwiba anaikosesha usingizi serikali ya Rais Museveni wa Uganda. Mwandaji wa makala hii ni Mikaeli Kabugu Maganyi Msindi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na msimulizi wako. Mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Bahari TV. Katika mfululizo wa makala wiki hii tunamzungumzia mwanasiasa ambaye amekuwa mwiba kwa serikali iliyoko madarakani katika eneo la Afrika Mashariki na jinsi anavyobananisha serikali hiyo. Baada ya wanasiasa na maafisa serikali wanapingana na serikali dhidi ya serikali hiyo kutoka ndani, Robert Kyagulanyi maarufu kwa jina la Bobi Wine ni kijana ambaye ni mwanasiasa, mwanaharakati, mwimbaji, mwigizaji na mfanyabiashara. Kyagulanyi alizaliwa katika hospitali ya Nkonzi ambapo mama yake aliwahi kufanya kazi. Alikuwa katika mji mkuu wa Uganda, Kampala. Kyagulanyi alisoma katika shule ya Kintante High School ambapo alipata cheti cha elimu yake ya msingi mwaka 1996. Mwaka 1998 alihitimu elimu ya sekondari katika shule ya Kalolo Senior Secondary na kupata cheti chake. Kisha alijiunga na chuo kikuu cha Makerere akisomea mziki na sanaa ambazo alihitimu kwa ngazi ya diploma mwaka 2003. Mnamo mwaka 2016 Kyagulanyi alirudi tena chuo kikuu na kujiunga na sheria katika International University of East Africa. Miaka 12 iliyopita Bobi Wine alikuwa akijulikana kwa kuimba nyimbo zinazoelezea watu masikini, yeye mwenyewe akiwa amezaliwa na kukulia katika mazingira ya kimasikini Kamonkwa, na hilo ndilo jambo linalompa umaarufu mkubwa miongoni mwa wananchi wa taifa hilo ambao wengi wao ni masikini. Alianza kazi yake ya usanii wa muziki mapema miaka ya 2000 na kupatiwa jina la Bobi Wine. Mziki wake una miondoko ya reggae hivi, dancehall na afrobeat, kila wakati akiwa na ujumbe wa kuamsha jamii. Vibao vyake Akagoma, Funlura na Sunda vilimfanya kufanikiwa kati ya muziki wa Afrika Mashariki. Kufikia sasa ameachilia zaidi ya nyimbo 70 katika kipindi cha miaka 15. Alipojiunga na siasa, Bobi Wine alionyesha hamu yake ya kutaka kuwania ubunge mwaka 2017 na kupata ushindi mkubwa dhidi ya wanasiasa wawili wakongwe. Miaka miwili baadaye alitangaza azma yake ya kuwania wadhifa wa urais katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2021, lakini alipoteza kwa rais aliyopo madarakani Yoweri Kaguta Museveni, kwani ndiye kiongozi wa chama cha National Unity Platform baada ya kuchaguliwa kama mgombea urais wa chama hicho. Bila kujali jinsi rais wa Uganda walivyompigia kura, Januari 14, Rais Museveni alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo uliokumbwa visa vya kuzimwa kwa mtandao. Museveni amelitawala taifa hilo kwa mihula 5 kwa mfululizo na sasa anahudumu muhula wake wa 6 kama rais. Katika kipindi chake chote cha kampeni za uchaguzi wa 2021, Museveni alionekana kupata ushindani mkali kutoka kwa mwanamuziki huyo. Tangu alipochaguliwa kuwa rais mwenye umri wa miaka 38, amekuwa sura mpya ya upinzani nchini Uganda. Alianzisha vuguvugu kinyume na matarajio ya wengi. Bobi Wine mara kwa mara amepuuzwa na serikali pamoja na wakosoaji wake tangu alipowania ubunge. Alilazimika kuwania kiti cha ubunge kama mgombea huru baada ya vyama vyake vikubwa vya upinzani kuamka. Hata hivyo, alipata ushindi wa urais katika eneo lake la bunge la Kyandondo lililopo mjini Kampala, akijipatia kura 78%. Tangu wakati huu ameonyesha kama mwanasiasa shupavu mwenye ujuzi, anafuata kanuni, asiyeogopa. Alikuwa na sauti aliyoipigia kuondolea kwa kikomo cha miaka ya urais katika katiba. Pia aliongoza maandamano dhidi ya serikali, kuongeza tozo katika maandamano ya kijamii mwezi Julai 2018.
Katika kipindi hicho alipendekeza wagombea 4 wa upinzani ambao wote walifanikiwa kupata ushindi katika maeneo ya bunge yao. Kufikia mwaka 2018 alianzisha kikundi kimoja kwa jina People's Our Power. Serikali ilipozuia usajili wake kama chama kidogo ambacho alikipatia jina la National Unity Platform. Muda mfupi baadaye, zaidi ya wabunge 20 walihamia vyama vyao vya upinzani ili kujiunga na chama chake. Bobi Wine amekuwa akirengwa na ukandamizaji wa serikali. Utawala wa Rais Museveni ulijibu mafanikio yake kwa kumzuia kutofanya matamasha na kupiga marufuku umma kutovaa kofia nyekundu ambazo zinashirikishwa na mambo ya People's Power. Tangu walipochaguliwa, Bobi Wine hajapatikana na hatia yoyote. Baadhi ya wafuasi wa vuguvugu lake wameuawa na mara nyingine kwa njia ya shauku. Wengi wamekamatwa. Wakati mmoja mwezi Agosti 2018 alipokuwa akifanya kampeni, mgombea mwenza wa chama huru katika uchaguzi mdogo wa Arua, kaskazini magharibi mwa Uganda, Bobi Wine na takribani wafuasi wake 25 walikamatwa kufuatia ripoti kwamba msafara wa rais ulipigwa mawe. Usiku huo huo, dereva wa kiongozi huyo wa upinzani Yasin Kauma aliuawa baada ya kupigwa risasi ambayo Bobi Wine anaamini kwamba ilimlenga yeye. Baada ya kukamatwa, mbunge huyo wa Mashariki alishitakiwa kwa uhaini na kumiliki silaha. Katika kipindi cha siku 10 alichokuwa gerezani, alipigwa vibaya na maofisa wa usalama wa serikali, hatua iliyomfanya kushindwa kutembea. Hata hivyo, alitafuta matibabu nchini Marekani ili kuguza majeraha aliyoyapata. Licha ya jamii ya kimataifa kulalamikia hatua hiyo, tukio hilo halikuzuia utawala wa Rais Museveni kutotumia njia zake za ukandamizaji wakati wa uchaguzi uliopita. Kamata iliendelea bila wasiwasi katika kipindi chote. Kwa kuongezea, mikutano ya kampeni iliweka masharti ya serikali ikiwakabili wafuasi kwa upinzani kwa kutumia nguvu mara kadhaa. Cha kusikitisha zaidi, kufuatiwa kukamatwa kwa Bobi Wine, maandamano ya kitaifa yalizuka wakati ambapo watu wasiopungua 54 waliuawa. Kujibu unyanyasaji huo, mapema mwezi Januari, Bobi Wine na wengine 2 waliwasilisha malalamiko ya kurasa 47 katika mahakama ya uhalifu kimataifa dhidi ya Museveni na maafisa 9 wa usalama wa serikali yake, wakituhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu tangu 2018. Amebaini harakati zake za kisiasa kwa maeneo ya kazi, kizazi cha Facebook ambacho anawakilisha dhidi ya masilahi yaliyokita mizizi ya kizazi cha utawala wa Museveni. Ameweza kuzungumza na kueleza hisia kali za husuda na malalamiko ambayo vijana wa Uganda wanahisi kuhusu utawala wa Museveni. Kwa kufanya hivyo, rais huyo wa Uganda amekuja kuwa uso na sauti ya vijana. Mwandaji wa makala hii ni Mikaeli Kabugu Maganyi Msindi, pia akiwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na msomaji wako mimi ni Friday Mangomare, na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.